Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo tunatazama kauli tata za rais wa Marekani Bwana Donald Trump na uhalisia wa mambo katika vita vinavyoendelea huko nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza ushindi kufuatia kuokolewa kwa rubani wa pili wa ndege ya kivita ya F-15 iliyodunguliwa ndani ya Iran. Katika taarifa yake ya Jumapili, Trump alisema operesheni hiyo ya uokoaji ilikuwa mafanikio makubwa na ushahidi wa ubora wa uimara wa jeshi la anga la Marekani. Hata hivyo, tukio la kudunguliwa kwa ndege hiyo linaonyesha kuwa vitisho bado vipo katika vikosi vya Marekani. Matukio ya siku chache zilizopita, ikiwemo kudunguliwa kwa ndege mbili na kushambuliwa kwa angalau helikopta moja, yanaonyesha kwamba vitisho dhidi ya wanajeshi wa Marekani havijakuwa rahisi licha ya madai ya Rais Trump kwamba Tehran haina tena mfumo wa ulinzi wa anga. Baadhi ya vyanzo mjini Washington vinaeleza kuwa ugumu wa operesheni ya kuwaokoa marubani wawili unaweza kumfanya Trump kufikiria mara mbili kabla ya kuanzisha operesheni za kijeshi za ardhini, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kukiteka kisiwa cha Hak au kudhibiti rasilimali nyeti za Iran zilizohifadhiwa chini ya ardhi. Operesheni hizi zilizopangwa na maafisa wa kijeshi na kuwasilishwa kwa rais ni ngumu. Pia zina hatari ya kuonesha uwezo wa Iran, ikiwemo silaha za kubebwa mkononi, manpads, ambazo ni hatari kwa ndege zinazoruka kwenye anga ya Iran. Kwa upande mwingine, mafanikio ya Marekani kuingia katika eneo lenye mvutano, kuanzisha kituo cha muda cha anga na kudhibiti eneo hilo kwa saa kadhaa na kisha kuharibu ndege mbili zilizo na hitilafu na kutuma ndege mbadala, inaweza kumpa ujasiri zaidi Donald Trump. Hali hii inaweza kuifanya serikali ya Marekani kuamini kuwa operesheni ya anga au majini dhidi ya Iran ina uwezekano mkubwa wa kufanikiwa. Ujumbe huu pia utaeleweka wazi na wanajeshi wa Marekani wanaofanya kazi katika anga la Iran huku mgogoro ukiendelea. Trump pia ametoa ujumbe unaokinzana kuhusu hatua zinazofuata. Jumapili aliambia waandishi wa habari kuwa anaamini makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa, lakini pia alisisitiza kuwa muda alioweka mwenyewe wa kuanzisha mashambulizi katika mitambo ya nishati na madaraja unakaribia kuisha, kama alivyosema mara kadhaa kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social ambao hutumia. Katika ujumbe mkali ulioelekezwa kwa utawala wa Iran Jumapili, aliandika kuwa mtaonja jehanamu ikiwa mlango wa bahari wa Hormuz hautafunguliwa. Katika mahojiano mafupi na Fox News pia alidokeza bila kueleza kwa undani kuwa anaweza kuchukua mafuta ya Iran. Mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran yanaashiria kuongezeka kwa mvutano, ambapo mashirika ya haki za binadamu yameonyesha pia wasiwasi kuhusu athari kwa raia na hatari ya uhalifu wa kivita. Wakosoaji wa rais wanaweza kuona hili kama kushindwa kwa Marekani kuhakikisha uhuru wa usafiri katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni muhimu kwa mafuta na bidhaa nyingine za duniani. Ni sasa wafuasi wa Trump wameungana kuunga mkono juhudi za serikali za kuokoa marubani. Kwa Trump, operesheni hii inaonekana kuwa mafanikio mbele ya umma na katika baadhi ya sehemu za jeshi la Marekani. Na hata hivyo, baadhi ya sehemu za wafuasi wa MAGA, harakati inayounga mkono Trump kwa nguvu, tayari wameanza kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita wenye matokeo yasiyojulikana, gharama kubwa na hasara kwa taifa hilo la Marekani. Uokoaji wa marubani hawa, lakini pia na operesheni zingine zinazoendelea katika nchi ya Iran na kupata ushindi mkubwa wa propaganda. Picha za wanajeshi wa Marekani wakiwa mateka zimekuwa mada kuu ya mjadala kuhusu vita nchini Marekani na zingevuruga haraka hadithi za Trump za ushindi. Kauli za Trump za Jumapili zinakinzana na baadhi ya alizosema wiki iliyopita katika hotuba iliyotangazwa kwenye televisheni mnamo Aprili mosi, aliposema Marekani tayari imetengeneza masharti muhimu kwa nchi nyingine kufanya operesheni katika eneo la mkondo wa bahari. Trump pia hivi karibuni alisema yuko tayari kuondoka Iran hata kama hakuna makubaliano yatakayofikiwa, lakini sasa inaonekana amebadilisha mkakati, akitarajia kuvuta utawala wa Tehran kwenye meza ya mazungumzo kwa kuongeza vitisho vya mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya nchi hiyo. Kadhalika ni wakati ambapo rais huyo wa Marekani akiwa ametoa taarifa kwamba wakati akiwaambia wa Marekani kwamba ameshashinda vita hivyo ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini bado anashindwa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, ni jambo jingine ambalo halionyeshi uhalisia wa mambo. Kadhalika amesema kwamba wa Iran hawana uwezo tena wa kurusha makombora katika mataifa ya Ghuba na Israel,
lakini ni Iran inayoendeleza operesheni ya kurusha makombora na kuendelea kuharibu miundombinu ya kijeshi, lakini pia na mafuta pamoja na gesi katika maeneo mbalimbali katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini ikiwa ni pamoja na Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni ripoti ambayo inamweleza rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kile anachokieleza mara kadhaa na uhalisia wa mambo ulivyo katika vita huko katika taifa la Kiajemi, taifa la Iran. Endelea kuwa nasi mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi.